Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Ndugu washiriki, nimejulishwa pia kupitia majadiliano masuala yaliyoongelewa zaidi ni pamoja na mwingiliano wa majukumu kati ya wakaguzi wakuu wa migodi na mameneja. Wakaguzi wakuu wa migodi kuingiliwa katika majukumu yao na maslahi ya wakaguzi wakuu wa migodi. Serikali inaendelea kufanyia kazi changamoto hizo ili kuboresha mazingira ya utendaji kazi, lengo likiwa ni kutenganisha majukumu ya kila upande na kuongeza tija katika uchimbaji. Injinia Kamando hapa, Chief Inspector, ameliongelea hili. Alipo katika majukumu ya tume, lakini kwa upekee na kwa unyeti wake analichukua na atalifanyia kazi kuhakikisha kwamba kila upande unajua majukumu yake na kutetea maslahi ya wakaguzi na mameneja wa migodi. Ndugu washiriki, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wachimbaji wadogo ili waweze kukua, ikiwemo kuongea na mabenki ili upatikanaji wa mikopo na vifaa iwe rahisi. Kwa hiyo ni rai yangu kwenu kwamba Tume ya Madini bado tunaendelea kutumia benki mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaelewa umuhimu wa kutoa mikopo ya fedha na vifaa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Ndugu washiriki, kama nilivyosema kwamba serikali imeendelea kuweka mazingira hayo wezeshi, lakini mojawapo ya mazingira ni upatikanaji wa mikopo na vifaa, bei elekezi za madini ambazo tunazitoa kila siku tunatoa bei. Tunatoa bei ni kwa sababu ilionekana zamani kwamba wachimbaji wamepata madini lakini hawajui yanauza bei gani. Wanaingia kishoka pale katikati, anakwambia toa moja leo inauzwa kwa bei hii, kumbe sio bei halisi. Lakini Tume ya Madini tumeendelea kuweka bei ya madini ya dhahabu, fedha na shaba kila siku asubuhi, kuhakikisha kwamba kila mtu anapata uhakika wa bei ya madini. Kwa sababu ukiamua mwenyewe kwenda kumuuzia kishoka ni wewe, lakini bei halisi tunakuwa tunaiweka kwenye mitandao na maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye vituo vyetu vya ununuzi wa madini na masoko. Kupunguza mrabaa na ada ya ukaguzi, hii tumeliongelea kwamba mtu yote anayekwenda kuuza madini kwenye refinery au Benki Kuu ya Tanzania, mrabaa umeshuka kutoka 6% mpaka 4%, na ada ya ukaguzi kutoka 1% mpaka 0%. Kwa hiyo yote ni jitihada za serikali kuhakikisha kwamba yeye anayechimba basi aweze kupata faida kutokana na uchimbaji wake anayofanya. Kodi ya mapato, sasa hivi kupeleka pale madini yako sokoni wanakupata 2% ya kile kiasi cha madini ambacho umepeleka sokoni. Zamani ilikuwa ni kwamba unatakiwa kutengeneza hesabu zako, alafu serikali upeleke TRA wachukue kodi yao. Sasa ikaonekana kwanza sisi wachimbaji kutunza kumbukumbu ni shida, hatuwezi. Lakini pia kuna matumizi mengine ambayo hayana risiti ya mashine. Umenunua kamba, umenunua mahindi, nani atakupa risiti ya mashine? Umechukua kapuku kako umepeleka kwa jamaa ile ya kuangalizia mazingira kama inaweza ukapata, nani atakupa risiti? Japokuwa hilo sasa naomba tuachane nalo, tutumie maabara na wataalamu mwingine ili kuhakikisha tunachimba sawa. Ni rai yangu kuwa kila mmoja wenu awe mfano bora wa uadilifu, uzingatiaji wa sheria na usimamizi bora wa shughuli za uchimbaji, sanjari na kuwa mstari wa mbele katika kutunza mazingira. Mazingira ni ya kwetu, sisi ni Watanzania na sisi tunakaa katika mazingira haya. Kwa hiyo uchimbaji wetu lazima tujali mazingira ili mazingira ya kesho yaweze kuwa salama na tuendelee kuishi hata baada ya uchimbaji. Ni matarajio yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa chachu na mabadiliko na hivyo kuongeza tija kwa jamii na serikali. Niendelee kuwapongeza kwa makusanyo ya maduhuli kutokana na biashara ya madini. Nilivyosema, tunapata maduhuli mengi kutokana na biashara ya madini, japokuwa kuna changamoto ndogo ambazo za watu wanatorosha. Kwa hiyo ni rai yangu kwenu wote kuhakikisha kwamba tunawahimiza watu waende wakauze maeneo ambayo yanakubalika na vituo vya ununuzi wa madini na masoko ya madini. Na kama itaonekana kwamba kuna eneo sasa
inahitajika kuwa na kituo cha ununuzi wa madini, ikiwa na maana kwamba kutoka unapofanya uchimbaji mpaka sokoni ni mbali sana. Basi wasilianeni na RMO uweze kutengeneza mazingira ya kuweka kituo cha ununuzi pale. Lengo ni kwamba usichoke na ukashawishika kwenda kutorosha madini, upate huduma karibu sana na mahali unapofanya. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunazo salamu zetu kutoka Chama cha Wakaguzi cha UMITA Tanzania. Salamu zetu kutoka chama chetu cha Wakaguzi Tanzania, tunayo malengo makuu matano katika chama chetu. Moja, malengo ya chama hiki ni mengi, lakini nitasema machache. Moja ni kulinda na kuelimisha kuhusu usalama uchimbaji katika migodi yetu. Mbili, uchimbaji salama katika migodi yetu, kutengeneza wakaguzi wapya wa migodi salama. Kwa sababu gani? Sasa hivi tunaelekea kuzeeka, na tunapoelekea kuzeeka ni lazima tutengeneze wakaguzi ambao tayari watakuwa wadisi wetu. Tatu, chama hiki pia kitahitaji kupata leseni zake ili wakaguzi wapya tunaowatengeneza sasa watakagua. Sisi tutazeeka, vijana wapya ninyi mashahidi katika nchi yetu. Leseni nyingi zinachukuliwa na Wachina, lakini kumbe chama chetu kitakapokuwa na leseni, baadhi ya leseni tutaita shamba darasa, na malengo yetu tuweze kupata leseni kila mkoa, sio ukanda tu wa mkoa labda wa Shinyanga. Hapana, tupate leseni kama ni mkoa wa Mwanza tuwe na leseni, ili sasa tuweze kwenda kunufaika sisi vijana ambao tayari ni wakaguzi wa migodi midogo midogo Tanzania. Ombi letu katika serikali yetu pendwa inayoongozwa na mama kipenzi chetu, kipenzi cha Watanzania, Mama Samia, tunayo wizara ya madini, lakini pia tunayo tume ya madini. Tunaomba katika kitengo cha GST cha utafiti wa miamba, kupitia maelezo ya semina hii tuliyoipata kwa kutoka jana mpaka leo, sisi viongozi mliotuchagua tumekusudia kuzungumza na serikali kupitia wizara husika tupate leseni katika kila mkoa ili tukaweze kunufaika. Na imani sisi wakaguzi ni wachache ambao tuna leseni, lakini kupitia chama hiki lazima serikali itakapotupa nafasi ya kuweza kutusikiliza, tuna imani serikali yetu sikivu itapokea maombi yetu.